Alimcheka rafiki yake hadharani, akiwa amesimama na mpenzi wake masikini. Umekubali huyu maskini akasema akuwe mpenzi huyo wako? hawezi kumpa maisha ya maana. Watu wakacheka, dharau ikazidi kila kona. Lakini hakujua maisha yanapenda kufundisha kwa njia ya ajabu sana. Asubuhi ya jua laini lililochomoza juu ya jiji, maisha yalionekana kuwa na sura mbili tofauti kabisa kwa marafiki wawili, Neema na Diana. Wawili hawa walikuwa wamekuwa pamoja tangu utotoni, wakishirikiana ndoto, vicheko na hata machozi. Lakini kadri walivyokuwa, njia zao zilianza kutofautiana polepole, kana kwamba maisha yalikuwa yameamua kuwajaribu kwa namna tofauti. Neema alikuwa msichana wa kawaida, mwenye upole na moyo wa huruma. Hakuwa na mali nyingi wala maisha ya kifahari, lakini alijivunia uaminifu wake na uwezo wake wa kuona uzuri hata pale wengine walipoona ugumu. Tabasamu lake lilikuwa la kweli, na kila aliyekutana naye alihisi amani fulani isiyoelezeka. Kwa upande mwingine, Diana alipenda maisha ya kung'aa. Alivutiwa na vitu vya thamani, mavazi ya gharama na marafiki waliokuwa na hadhi ya juu. Alijiamini sana, na mara nyingi aliamini kuwa mafanikio ya mtu yanapimwa kwa kile anachomiliki. Kwa macho yake, maisha yalikuwa mashindano, na yeye alitaka kuwa mshindi kila wakati. Katika moyo wa Neema kulikuwa na siri moja iliyomletea furaha kubwa, mpenzi wake aitwaye Juma. Juma hakuwa na pesa wala maisha ya kuvutia kwa nje, lakini alikuwa na ndoto kubwa na bidii isiyoyumba. Alikuwa akifanya kazi ndogo ndogo huku akijitahidi kujijenga kwa ajili ya kesho bora. Kwa Neema hilo lilitosha. Aliona thamani ya Juma si kwa kile alichokuwa nacho sasa, bali kwa kile alichokuwa anapigania kuwa. Lakini si kila mtu aliyeliona hilo kwa macho yale yale, na hapo ndipo hadithi yao ilipoanza kupata mwelekeo mpya. Siku hazikupita nyingi kabla ya tofauti ya mitazamo kati ya Neema na Diana kuanza kujionyesha wazi. Ilianza taratibu, kama mzaha usio na uzito, lakini polepole ikageuka kuwa kitu chenye maumivu ndani yake. Diana alianza kutoa maneno ya kejeli kila alipomwona Neema akitaja jina la Juma, akiyafanya mapenzi yake yaonekane kama jambo la kuchekesha badala ya la kuheshimiwa. Ilikuwa ni jioni moja katika kikao cha marafiki, vicheko na muziki vikitawala hewani, pale ambapo mambo yalibadilika zaidi. Neema alipokea simu kutoka kwa Juma, akatabasamu kwa furaha isiyofichika. Lakini kabla hata hajamaliza mazungumzo, Diana alitupa maneno ya dharau yaliyokatiza ukimya wa muda mfupi uliokuwa umetokea. Kweli bado unaendelea na yule kijana? Diana aliuliza kwa sauti ya kejeli, akiwatazama wengine waliokuwepo. Mapenzi gani hayo bila hata hela ya kukununulia zawadi nzuri? Maneno hayo yalivuta vicheko vya baadhi ya marafiki, na kwa mara ya kwanza Neema alihisi aibu ikimkumba. Alijaribu kutabasamu ili kuficha hisia zake, lakini ndani yake kulikuwa na maumivu aliyoyazoea kimya kimya. Kwa Diana hilo halikuwa jambo kubwa. Aliamini kabisa kuwa alikuwa anasema ukweli. Kwake, mapenzi yalipaswa kuambatana na uwezo wa kifedha, zawadi za gharama na maisha ya kifahari. Hakuelewa kabisa ni kwa nini Neema alichagua kubaki na mtu ambaye hakuweza kumpa vitu hivyo. Kadri siku zilivyopita, maneno ya Diana yakawa ya kawaida zaidi, yakitolewa hadharani bila kujali hisia za Neema. Kila kejeli ilikuwa kama mshale mdogo unaochoma polepole moyo wake. Na ingawa Neema alijitahidi kubaki imara, haikuwa rahisi kupuuza dharau kutoka kwa mtu aliyemchukulia kama rafiki wa karibu zaidi. Maneno ya Diana yalizidi kuwa mazito moyoni mwa Neema kadri siku zilivyopita. Ingawa alijaribu kuvumilia, ilifika hatua hakuweza tena kubaki kimya. Alijua kwamba kama asingesimama na kusema ukweli wake, basi rafiki yake angeendelea kumwona kwa jicho la dharau bila kuelewa kilichokuwa ndani ya moyo wake. Ilikuwa ni alasiri tulivu walipokuwa wameketi pamoja, mbali na kelele za watu wengine. Hapo ndipo Neema alipoamua kufungua moyo wake. Kwa sauti ya upole lakini yenye uthabiti, alianza kumweleza Diana kuhusu Juma, si kwa kile alichokuwa nacho sasa, bali kwa ndoto zake, juhudi zake na matumaini yake ya maisha bora ya baadaye. Juma hana pesa sasa, Neema alisema taratibu, macho yake yakionyesha uaminifu mkubwa, lakini ana malengo. Anafanya kazi kwa bidii kila siku ili kubadilisha maisha yake. Naamini siku moja atafanikiwa. Kwa muda mfupi, ukimya ulitawala kati yao.
Lakini badala ya kuelewa au hata kujaribu kufikiria kwa kina, Diana alicheka kwa dharau, akitikisa kichwa kana kwamba amesikia jambo lisilo na maana. Ndoto hazilipi bili, Neema alijibu kwa sauti yenye kutojali. Kila mtu anaweza kusema ana malengo, lakini bila pesa, hayo yote ni maneno tu. Maneno hayo yalimchoma Neema zaidi ya yale ya awali. Alijaribu kuendelea kueleza, akitumia mifano ya juhudi za Juma na namna alivyokuwa akijituma kila siku. Lakini kila alipojaribu, alikatizwa au kupuuzwa. Hatimaye alinyamaza. Alitambua kuwa wakati mwingine si kila mtu yuko tayari kusikiliza ukweli ambao hauendani na anachokiamini. Ndani ya moyo wake, Neema alibaki na imani ile ile kwamba siku moja muda ungezungumza badala yake. Kadri siku zilivyogeuka kuwa wiki, hali haikubadilika bali ilizidi kuwa mbaya. Diana hakusita tena kutoa maneno ya kejeli. Sasa yalikuwa sehemu ya kawaida ya mazungumzo yao, hasa walipokuwa kwenye mikusanyiko ya marafiki. Kila nafasi aliyopata aliitumia kumfanya Neema aonekane kama mtu asiyejua kuchagua maisha mazuri. Ilikuwa ni usiku mmoja wa sherehe ndogo nyumbani kwa rafiki yao, muziki ukicheza kwa sauti ya chini na watu wakicheka kwa furaha. Neema aliwasili akiwa mtulivu, akivaa mavazi rahisi lakini nadhifu. Macho ya Diana yalimgundua mara moja, na kama kawaida yake, tabasamu la kejeli lilijitokeza usoni mwake. Leo Juma hajakuletea hata maua, Diana alisema kwa sauti iliyosikika na karibu kila mtu aliyekuwa karibu. Baadhi ya watu waligeuka kutazama, wengine wakacheka kwa sauti ya chini. Neema alijaribu kupuuza, akitabasamu kwa aibu, lakini Diana hakusimama hapo. Aliendelea kuongeza maneno, akiwatazama wengine kana kwamba anawaalika washiriki mzaha huo. Jamani, mtu anawezaje kuvumilia maisha ya namna hiyo? Aliuliza, safari hii akicheka waziwazi. Hata mimi ningechoka haraka sana. Wengine walianza kujiunga na kicheko hicho, si kwa sababu walichukia Neema, bali kwa sababu walivutiwa na ujasiri wa Diana na walitaka kuonekana upande wake. Polepole hali ile iligeuka kuwa dhihaka ya pamoja, na Neema akajikuta katikati ya macho na vicheko vya watu. Ndani yake, alihisi kama anazidi kupoteza sauti yake. Kila alipotaka kujitetea, alihisi kama maneno yake yangezama kwenye kelele za kicheko. Lakini bado, alijizuia. Hakutaka kugeuza hali kuwa mabishano makali. Usiku ule ulipoisha, Neema aliondoka kimya kimya, akibeba maumivu moyoni. Na nyuma yake, Diana aliendelea kucheka, bila kujua kuwa kila neno lake lilikuwa linajenga hadithi ambayo siku moja ingerudi kumkabili. Wakati maneno ya kejeli yakiendelea kumzunguka Neema, kulikuwa na jambo jingine likiendelea kimya kimya mbali na macho ya wengi, mabadiliko ya Juma. Hakujibu dharau kwa maneno, wala hakujihusisha na mabishano. Badala yake, aliamua kuyaweka yote moyoni kama motisha ya kujituma zaidi. Kila asubuhi, kabla hata jua halijachomoza kikamilifu, Juma alikuwa tayari ameamka. Alianza kujifunza ujuzi wa biashara ya mtandaoni na uuzaji wa bidhaa kupitia mitandao ya kijamii. Mwanzoni haikuwa rahisi. Alikumbana na hasara ndogo ndogo, wateja waliokataa bidhaa, na siku ambazo hakuna kitu kilionekana kwenda sawa. Lakini hakukata tamaa. Usiku ulipofika, alipumzika kidogo tu kabla ya kurejea tena kujifunza, akiangalia video za mafunzo, kusoma mbinu za biashara, na kujaribu kuelewa siri za mafanikio ya wengine. Wakati wengine walilala, yeye alikuwa bado anapambana na ndoto zake, akiamini kuwa siku moja juhudi zake zingelipa. Neema aliona kila kitu. Aliona uchovu wake, jitihada zake, na mapambano aliyokuwa akiyapitia kwa kimya. Hilo lilimpa nguvu zaidi ya kusimama naye hata pale dunia ilipoonekana kumpinga. Alizidi kuamini kuwa hakuwa amekosea kuchagua mtu huyo. Polepole, dalili za mabadiliko zilianza kuonekana. Biashara ya Juma ilianza kupata wateja wa kudumu. Mapato yake, ingawa bado hayakuwa makubwa sana, yalianza kuongezeka taratibu. Alianza kuvaa kwa kujiamini zaidi, na hata tabasamu lake lilikuwa na maana mpya la matumaini yanayokaribia kuwa kweli. Kwa wengine, bado alikuwa yule yule maskini. Lakini kwa Neema, alikuwa tayari ameanza kubadilika. Na kwa mara ya kwanza, upepo wa hadithi yao ulianza kuelekea upande ambao hakuna aliyekuwa ameutarajia. Miezi ilipita kimya kimya,
Na kile kilichoanza kama juhudi ndogo za Juma kilianza kuchukua sura ambayo hata yeye mwenyewe hakuwa ameitarajia kwa haraka vile. Biashara yake ya mtandaoni ilikuwa kwa kasi ya ajabu. Wateja waliongezeka siku hadi siku, na jina lake likaanza kusikika katika midomo ya watu wengi zaidi. Ilikuwa ni siku moja ya kawaida iliyoleta mabadiliko yasiyo ya kawaida. Juma alipata oda kubwa kutoka kwa kampuni fulani iliyotaka kufanya kazi naye kwa muda mrefu. Mkataba huo ulikuwa wa thamani kubwa, zaidi ya kile ambacho aliwahi kuota kupata katika muda mfupi kiasi kile. Ndipo kila kitu kilipoanza kubadilika kwa kasi. Ndani ya muda mfupi, maisha yake yaligeuka kabisa. Alipanua biashara yake, akaajiri watu wachache wa kumsaidia, na akaanza kuonekana katika mikutano ya biashara na watu wenye ushawishi. Pesa ilianza kuingia kwa wingi, lakini kilichobadilika zaidi si fedha, bali heshima aliyoanza kupata kutoka kwa watu waliokuwa wakimdharau hapo awali. Neema alishuhudia kila hatua ya mabadiliko hayo kwa furaha isiyoelezeka. Aliona ndoto alizokuwa akizisikia zikianza kuwa uhalisia. Kila alipomtazama Juma, aliona ushahidi hai kwamba uvumilivu na bidii vinaweza kubadilisha maisha. Habari za mafanikio ya Juma hazikuchukua muda kusambaa. Watu waliokuwa wakimpuuza sasa walitaka kumjua. Wengine walijaribu hata kujifanya walikuwa upande wake tangu mwanzo. Jina lake lilianza kuwa gumzo, na heshima ikafuata kila alipokwenda. Na mbali kidogo, bila kusema chochote, Diana alianza kusikia hadithi hizo. Mara ya kwanza hakuzipa uzito, lakini kadri zilivyozidi kurudiwa, ukweli ulianza kujitokeza. Yule aliyemcheka sasa alikuwa akigeuka kuwa mtu ambaye dunia ilikuwa inaanza kumheshimu. Kadri jina la Juma lilivyozidi kusikika na mafanikio yake kuthibitishwa waziwazi, hali ilianza kubadilika kwa namna ambayo Diana hakuwa ameitegemea hata kidogo. Kila kona aliyopita, watu walikuwa wakizungumza juu ya mafanikio ya kijana huyo, wakimsifu kwa juhudi zake, uvumilivu wake, na namna alivyoinuka kutoka hali ya kawaida hadi kuwa mfano wa mafanikio. Lakini pamoja na sifa hizo, kulikuwa na kumbukumbu zilizofuatana naye, kumbukumbu za maneno yaliyowahi kusemwa hadharani. Watu wachache walianza kukumbuka jinsi Diana alivyokuwa akimcheka Neema kwa kuwa na mpenzi maskini. Awali ilikuwa kama hadithi ya mbali, lakini sasa ilianza kuonekana wazi zaidi, ikirudi katika mazungumzo ya chini kwa chini. Si huyu ndiye alikuwa anamdharau yule kijana? Baadhi ya watu waliinong'ona walipomwona Diana. Wengine walitabasamu kwa kejeli ndogo, si kwa furaha, bali kwa mshangao wa kuona mabadiliko ya mambo. Kwa mara ya kwanza, Diana alianza kuhisi uzito wa maneno aliyowahi kuyasema. Kila aliposikia jina la Juma likitajwa kwa heshima, alikumbuka kejeli zake mwenyewe. Kila tabasamu la watu lilionekana kama linabeba ujumbe usiosemwa, kwamba alikosea kumhukumu mtu kabla ya wakati wake. Ndani yake, hali ya kujiamini ilianza kuyumba. Hakuwa tena yule anayezungumza kwa sauti ya juu na kuongoza vicheko. Sasa alikuwa mtulivu zaidi, akiepuka mada zinazomhusu Neema au Juma. Alianza hata kujitenga na baadhi ya mikusanyiko aliyokuwa akiifurahia zamani. Aibu haikuwa katika maneno ya watu pekee, bali pia ndani ya nafsi yake. Alianza kuona tofauti kati alivyokuwa akifikiri na uhalisia ulivyogeuka. Na kadri ukweli huo ulivyozidi kujidhihirisha, ndivyo alivyotambua kwamba baadhi ya maneno hayawezi kufutika kirahisi, hasa pale yanapothibitishwa kuwa makosa mbele ya kila mtu. Wakati maisha ya Juma yakipanda kwa kasi isiyotarajiwa, upande mwingine wa hadithi ulianza kubadilika kwa ukimya mzito. Maisha ya Diana yakaanza kuyumba. Mwanzoni ilikuwa ni dalili ndogo ndogo ambazo hazikuonekana kuwa na uzito. Kazi yake, ambayo alitegemea kama chanzo cha hadhi na kujivunia, ilianza kuwa na changamoto zisizoeleweka. Miradi ilipungua, nafasi yake kazini ikaanza kutetereka, na taratibu akajikuta akipoteza ule uthabiti aliokuwa ameuzoea. Siku moja alipokea taarifa ambayo haikuwa rahisi kuikubali: alipunguzwa kazini. Ilikuwa ni pigo kubwa, si tu kwa kipato chake, bali pia kwa nafsi yake. Maisha yale aliyokuwa akiyaonyesha kwa wengine kama mfano wa mafanikio yalikuwa yameanza kupasuka. Hapo ndipo matatizo mengine yalipoanza kufuata. Marafiki waliokuwa wakimzunguka kwa sababu ya starehe na anasa walipotea mmoja baada ya mwingine. Simu zilipungua, mialiko ikanyamaza, na ile hali ya kuwa katikati ya watu ikageuka kuwa upweke mzito. Hata mahusiano yake ya kimapenzi hayakusalia salama.
Mpenzi wake, aliyekuwa akivutiwa zaidi na maisha ya kifahari, alianza kujitenga polepole. Hatimaye, naye akaondoka, akiacha nyuma ahadi zilizovunjika na maswali mengi yasiyo na majibu. Diana alijikuta peke yake, akikabiliana na hali ambayo hakuwahi kufikiria angeifikia. Nyakati zile alizokuwa akitumia kuwacheka wengine zilimrudia kama kivuli kisichomwacha. Kila changamoto aliyokutana nayo ilikuwa kama ukumbusho wa kiburi chake cha zamani. Na kwa mara ya kwanza baada ya muda mrefu, aliketi kimya, akitazama maisha yake bila kujificha nyuma ya majivuno. Ndipo alipoanza kuelewa kuwa mafanikio ya kweli hayapo tu kwenye vitu vinavyoonekana nje, na kwamba kile alichokuwa akikidharau kwa wengine, huenda ndicho kilichokuwa na thamani zaidi. Ilikuwa ni siku ya jioni tulivu, upepo mwanana ukivuma taratibu katika bustani ya kifahari iliyokuwa ikitumiwa kwa hafla ya biashara. Watu waliovalia mavazi ya heshima walizunguka, wakizungumza kwa sauti za chini, wakibadilishana mawazo na kadi za biashara. Ndani ya umati huo, Juma alisimama kwa kujiamini, akizungumza na baadhi ya washirika wake wapya. Mavazi yake yalionyesha hadhi, lakini macho yake yalibaki na ule unyenyekevu wa zamani. Sio mbali sana na hapo, Diana alisimama kimya, akiwa ameshika mkoba wake kwa nguvu kidogo kuliko kawaida. Hakuwa amezoea mazingira yale tena. Alialikwa kupitia mtu aliyemfahamu zamani, lakini ndani yake alihisi kama mgeni katika dunia aliyowahi kujiona anaitawala. Macho yao yalikutana ghafla. Kwa sekunde chache, muda ulionekana kusimama. Diana alimtambua Juma mara moja, lakini hakuona tena yule kijana aliyewahi kumcheka. Aliona mtu aliyesimama imara, mwenye heshima na anayeheshimiwa. Na kwa mara ya kwanza, alihisi uzito wa tofauti kati yao, tofauti ambayo sasa ilikuwa imebadilika kabisa. Juma alisogea taratibu kuelekea aliposimama Diana. Hakukuwa na kiburi katika hatua zake, wala dharau usoni mwake. Alisimama mbele yake, akatoa tabasamu la kawaida, kana kwamba hakuna kilichowahi kutokea. "Habari yako Diana?" aliuliza kwa sauti ya utulivu. Diana alijaribu kujibu, lakini maneno yalikuwa mazito mdomoni mwake. Alishusha macho kwa sekunde, akihisi aibu ikimvaa kama mzigo. Hakuwa tena na ule ujasiri wa zamani wa kusema bila kufikiria. "Nzuri," alijibu kwa sauti ya chini. Kwa mbali kidogo, Neema alikuwa akitazama tukio hilo kwa utulivu. Aliona kila kitu, sio tu kukutana kwao, bali mabadiliko ya maisha yaliyowaleta pale walipokuwa. Na katika ukimya ule, ilikuwa wazi, safari yao ilikuwa imewafikisha mahali ambapo hakuna aliyewahi kudhani wangefika. Ukimya mdogo ulitanda baada ya kukutana kwao, lakini haukuwa wa kushangaza tena. Ulikuwa ukimya wa watu wawili waliobeba historia tofauti kabisa juu ya mabega yao. Diana alisimama akiwa ameshusha macho, akihisi uzito wa kila neno na kila kicheko alichowahi kutoa zamani. Kila kitu kilirudi kichwani mwake kama filamu fupi isiyokoma. Juma alimtazama kwa muda, kisha akavuta pumzi ndefu. Hakukuwa na hasira usoni mwake, wala ile hali ya kulipiza kisasi. Badala yake, kulikuwa na utulivu wa mtu ambaye amepitia changamoto na kuelewa maana ya maisha kwa undani zaidi. Aliona hali ya Diana si kama adui, bali kama mtu aliyepotea kwa muda katika njia yake. "Najua mambo mengi yalipita," Juma alisema kwa sauti tulivu, "na si kila kitu kilikuwa rahisi kusahau." Diana aliuma midomo yake kidogo, macho yake yakianza kuloa kwa hisia alizokuwa akizizuia kwa muda mrefu. Alitarajia lawama au angalau ukali fulani, lakini hakupata chochote kati ya hayo. Juma aliendelea, "Lakini nimejifunza kitu kimoja, maisha hubadilisha watu. Na si kila mtu anapata nafasi ya pili ya kuelewa mapema." Neema alisogea karibu kidogo, akishuhudia ukomavu uliokuwa ukijengwa mbele yake. Hakuwa na haja ya kusema mengi. Macho yake yalionyesha furaha ya kuona ukweli ukitimia bila chuki. Baada ya sekunde chache za ukimya, Juma alitabasamu kwa upole. "Ninakutakia mema, Diana. Kila mtu ana safari yake." Maneno hayo yalikuwa mepesi, lakini yalibeba uzito mkubwa zaidi kuliko shutuma yoyote. Diana alishusha kichwa kwa heshima ya kimya kimya, akitambua kwamba wakati mwingine somo kubwa halitoki kwenye adhabu, bali kwenye msamaha. Usiku ulipoendelea, kila mmoja aliondoka na mawazo yake. Lakini funzo lilikuwa limebaki wazi kwa wote: usimdharau mtu kwa hali yake ya sasa, kwa sababu maisha yana njia zake zisizotabirika za kubadilisha kila kitu.